Tukumbuka Biblia inaeleza vizuri, baada ya hayo matendo ya ukarimu, baada ya hayo matendo ya wema kutoka moyoni, ndiyo iliyoambatana baadaye. Elisha anapokuwa ndani, anamuuliza Gehazi, huyu mama ni nini ambacho anamwambia nenda ukamuite. Ile mama anapokuja baada ya mazungumzo, mama anasema sihitaji kitu chochote. Ila baadaye ndipo Gehazi anamwambia, tangu tumeingia humu ndani hatujamuona mtoto. Kwa lugha nyingine, huyu mama hana nini? Hana mtoto. Kwa tendo lake la ukarimu, yule mama akapata mtoto. Linanikumbusha ya kwamba ikiwa tunahitaji tupokee baraka, tuwe tayari kuachilia kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe kuna mbaraka mkubwa katika kufanyaje? Katika kutoa. Na haya linadhibitika katika maisha ya Tabitha ama Dorcas, ambao ndio wito wangu kwako, lakini ndio wito wa Mungu kwangu mimi na wewe, ya kwamba sisi tulio watoto wa Mungu, kwa kadri inavyowezekana, tuwe tayari kugusa maisha ya watu wengine. Hivi wewe unajiuliza vipi, baada ya miaka 5 hivi, baada ya miaka 10, unakutana na mtu mmoja sehemu fulani anasema, asingekuwa huyu baba, safari yangu ya masomo ingeisha. Au vipi mtu anakuwa anasema kwamba mtoto anakuwa anaambiwa, mwanangu, wakati nimeenda hospitalini kujifungua, kiukweli pesa ya operation ilikuwa imekosa, lakini asingekuwa huyu mama yumskini ningefariki na ungefia tumboni. Ila kwa tendo la huyu mama alilolifanya, ndio maana hata sasa uko hai. Vipi unavyojisikia moyoni mwako? Wito kwangu mimi na wewe, tuguse mioyo ya watu wa Mungu, tukusudie kuwa baraka. Yaani ile ambayo familia inatamani na inamisi uwepo wako kwa sababu ya wema wako kwenye hiyo nyumba. Kanisa linafurahi na linamisi uwepo wako kwa sababu ya uwepo wako ndani ya kanisa. Lakini eneo letu la kazi tunapokuwa pawepo, tufanyike kuwa baraka. Maana kadri tunavyogusa mioyo ya watu, na maisha yetu kuna namna yanavyozidi kubadilishwa siku hata siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la 4 na la mwisho, kila mmoja anaweza kuacha alama. Kila mmoja wetu aliyekuja kwa ibada, kila mmoja wetu aliyeko hapa, awe mdogo awe mkubwa, awe na umri wa juu ama umri wa kati ama umri mdogo, awe na uchumi wa kati ama uchumi wa juu ama mdogo, kila mmoja wetu anaweza kuacha alama. Kwa nini? Tabitha anatufundisha jambo la pekee. Hakuwa kiongozi wa dini, Biblia haimwelezi kama tajiri, lakini kwa sababu ya ujuzi ama taaluma ama ujuzi aliyokuwa nao au kipawa alichokuwa nacho, hicho alikitumia kuacha alama katika mioyo ya wajane wengine na watu wengine waliokuwa maskini. Marafiki zangu, ni watoto wangapi tunawafahamu pale mtaani ambao hata nguo ya shule hana? Lakini unaweza kuwa ni fundi cherehani ambao naamini ukienda kule mjini unaweza ukapata shati makubwa meupe na una uwezo wa kushona shati moja likatoa vishati viwili vyeupe, ukavishona hivyo na ukampatia yule mtoto. Si ni baraka mkubwa watu wa Mungu? Kwa hata kama kwa 5,000 kubwa unaweza ukagusa maisha ya mtu. Lakini si hivyo tu, hata chakula hakuna kidogo ambacho unaweza ukatoa ukagusa maisha ya mtu. Hoja ya msingi ni kwamba kila mmoja wetu kwa nafasi yake anaweza kuacha alama katika maisha yake. Na alama iliyo kubwa kuliko zote ni kugusa mioyo ya watu. Hoja marafiki, nimejifunza katika hili. Wakati fulani nilikuwa chuoni, mama mmoja nikaenda binafsi, baada ya kuwa nimejifunza, mama mmoja nilikuwa nimeenda kumsalimia. Nilikuwa na desturi ya kwenda kila baada ya muda fulani nabeba kitu fulani naenda kwake. Kulikuwa na mzee mmoja hivi. Kila siku moja nilikuwa nimeenda kwa yule mama, ni mama mtu mzima miaka 60 na zaidi hivi. Nilikuwa nimebeba sado la mahindi, kisado cha mahindi unachokifahamu. Nikaenda na kile kisado nimebeba na 500 ili nimpatie, alafu na mahindi yale pamoja na 500 kwa ajili ya kusaga. Baada ya kumpatia, yule mama akaniangalia, akaniuliza umetokea wapi? Kama mimi ni mwanafunzi ninasoma hapo chuo kikuu cha Arusha. Yaani akarudi tena kuniangalia kwa mara nyingine, anasema kwani ni wapi? Baada ya mazungumzo mengi, yule mama akarudi ndani akasema naomba usiondoke. Kama mama, nashukuru mimi naondoka. Akasema naomba usiondoke. Akaenda ndani, alikuwa na matunda yake amehifadhi. Alinilazimisha kuyabeba. Ila kisado, tunavifahamu jamani, sio kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nilikumbusha kwamba kila mmoja wetu kuna jambo fulani unaweza kufanya katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati fulani nikaona mtu mwingine pale chuoni, bwana mmoja alikuwa ananisimulia tena, nilienda likizo ya mwezi wa 4, nilikuwa Arusha. Yule kijana ananisimulia siku moja ambao ilikuwa ni kesi ya ada, amefikia hatua hana namna, inabidi aondoke.
lakini akaenda kuzungumza na mtu mmoja baada ya kuwa aliokuwa wanawategemea wote hawajamsaidia. Ile alipoenda kwa bwana mmoja akamwambia, hebu subiri tuone. Jamaa akaenda akachukua hiyo fedha ilikuwa kama 200 na sehemu, akaja akampa kwenda kulipa ada. Baadaye anaporudi anamwambia, sasa naomba univumilie, baada ya muda fulani nitakupatia. Yule bwana akamwambia, kiukweli hiyo pesa mtu wa Mungu nimekupa. Asema yani kile kitendo anasema sikuamini kama ni kweli inawezekana, maana alikuwa amebaki masaa machache kwenda kuanza mitihani. Kwa mpaka leo tunazungumza ni miaka 3 iliyopita, ila bado imebaki kwenye kumbukumbu zake. Kwa hiyo mtu maisha yake yote atakayoyaishi atakuwa anakumbuka, safari yangu ya kitaaluma ilifikia hapa si kwa sababu ya ujuzi niliokuwa nao, ila kwa sababu kuna mtoto wa Mungu mmoja aliacha alama katika moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kwamba hatuwezi tukamsaidia kila mtu, lakini kila mmoja wetu anaweza kumsaidia mtu fulani. Narudia, hatuwezi kumsaidia kila mtu katika maisha yetu, ila kila mmoja wetu anaweza akamsaidia mtu fulani. Ni kweli kwamba hatuwezi tukaacha alama katika kila moyo wa mwanadamu, ila tunaweza kuacha alama katika moyo wa mwanadamu fulani hivi. Hiyo inanikumbusha ya kwamba haijalishi nina vingi nina vidogo, ila kwa dhamira ya dhati naweza kumfanya mtu mmoja akatabasamu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ametuita katika ulimwengu wa leo wenye huzuni nyingi na mambo mengi yanayoumiza. Ninawatia moyo wasafiri wenzangu wa kwenda mbinguni. Tusiwe sehemu ya kutengeneza nyuso zenye huzuni za watoto wa Mungu. Dhamiria kuacha alama chanya kokote tunakoenda. Maana ni uwekezaji ambao hautafutika. Majumba yanaweza yakapigwa na upepo yakaenda, lakini fedha zinaweza zikapotea. Mali, vitu vingine vinaweza vikaondoka, lakini alama iliyowekwa katika moyo wa mwanadamu haitaondolewa, labda yeye amelala mauti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ninawatia moyo, lililo jema sana ni kugusa moyo wa mwanadamu wenzako. Najua Yesu tumezungumza habari zake nyingi sana, na Biblia imeeleza visa vyake na mambo mengi aliyoyafanya, lakini utagundua ya kwamba miaka 2000 iliyopita aliyoyaishi maisha yake, kwa miaka ile 3.5 ya huduma yake iliyoambatana na kugusa mioyo ya watu. Ndio maana utashangaa anamponya mtu afu anasema usiwaambie kwamba nimefanyaje, nimekuponya. Kila mtu anapoenda anashindwa kujizuia. Kwa nini? Siku zote unapogusa moyo wa mtu, ile furaha inakuja automatic. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapokusudia kufanya na kugusa mioyo ya watu, tusifanye ili tuje tutoe kanisani ya kwamba nilisaidia. Usifanye ili ujitangaze kwamba mimi nafanya, ila fanya kwa sababu Mungu anatutaka tufanye hivyo. Fanya hivyo kwa sababu ni furaha kugusa maisha ya mtu mwingine, lakini tenda hivyo kwa sababu unamtendea mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo ninawaalika tena na tena kadri inavyowezekana. Dorika kwa zamu yake alitenda wema wake ukaambatana, japokuwa alikuwa amelala, ila jamii ililia na maisha yake akafanyeje? Akapata nafasi nyingine tena na kufufuka. Lakini tumeona kwa Ibrahimu wema wake uliambatana na mbaraka wa watoto, ila tunamuona huyu mama Mshunemu mbaraka wake na wema wake kwa Elisha. Wakati anatenda hakuwa anatenda ili apewe mtoto, si ndivyo jamani? Biblia iko wazi. Lakini kwa lile tendo la ukarimu, kwa sababu Biblia imetuambia ana heri yule anayetoa kuliko anayefanyaje, anayepokea. Ila Luka ametukumbusha kwa vipimo vile tutakavyowapimia sisi tutapewa zaidi. Kwa alivyotenda tunaona inatimia kwake, akapata mbaraka wa mtoto. Sijui utakapoamua kuacha alama katika mioyo ya watu, sijui utakapoamua kuacha alama ndani ya hili kanisa, sijui utakapoamua kuacha alama ndani ya familia, Mungu atafanya nini juu ya maisha yako. Kila jambo nalojua ni hili: popote palipo na tendo jema, popote pale ambapo unakusudia wema, popote pale unapoamua kuacha alama chanya katika moyo wa mtoto mmoja wa Mungu, Mungu hata nyamaza, atafanya jambo juu ya maisha yako. Siwezi kujua litakuwa na namna gani, ila jambo pekee nalo lijua ni hili: kwa sababu neno la Mungu limesema kwamba amebarikiwa zaidi anayetoa kuliko anayepokea. Ninakutia moyo kuzing'ang'ania baraka za Bwana kwa njia ya utoaji, na unakuwa ni utoaji ambao umetokea ndani, sio utoaji kwa sababu umeshinikizwa. Utoaji ambao unajisikia furaha na amani kutoa. Nilikuwa nikipitia baadhi ya tafiti kadhaa jana, nilikuwa naangalia, zimeonyesha kwamba watu wengi wanao wenye desturi ya kusaidia wengine wanaonekana kuwa na changamoto ya msongo wa mawazo kwa kiwango cha chini, lakini zimeonyesha hata wale wenye depression inaonekana kwa kiwango chao kinapungua, kwa sababu wanapotenda wema, wanapogusa mtu na yule mtu anafurahi, ina reflect
furaha katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nanikumbusha ya kwamba kumbe kutoa sio tu kwamba baraka za rohoni, ila ziko baraka hata za kiafya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usikusudie kuwa mwema? Tumeimba wimbo namba 107, kazi aliyoifanya Franklin Edson Belden, miongoni mwa waasisi wa kanisa hili walioishi miaka hiyo pindi kanisa linaasisiwa, ambayo ziko nyimbo nyingi sana alizozitunga, lakini miongoni mwa nyimbo alizozifanya, miongoni mwa kazi aliyoiacha mpaka leo inaishi, ni pamoja na wimbo namba 100 na ngapi? 107. Ndiye aliyeandika pia wimbo namba 125, kutazama Kalvari. Ndiye aliyeandika wimbo wa upendo ni furaha. Ameandika nyimbo nyingi sana ambazo mpaka leo zingali kuwa baraka kwa watu wengine. Lakini hoja ya msingi kwenye huu wimbo anatuambia kuna wakati hatuwezi tukaenda nchi za mbali, lakini kwa wema wetu, kwa sadaka zetu, wako watu wanaotuzunguka. Katika hao inaweza kuwa kupandikiza Injili na tukaendelea kuandaa watu wengine kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Sio wote wenye vipawa vya kuhubiri, sio wote tunaweza tukaimba, ila naamini kila mmoja wetu hapa anao nafasi na anaweza kutenda jambo jema kwa jirani yake. Haleluya.